Ayuha nasu ibadallah, jambo liko wazi kwa waislamu wengi wenye akili timamu, wenye kujua mambo, kwamba dharau imekuwa kubwa kwenye elimu ya dini. Chukua mifano michache. Wewe tizama uwekezaji wa rasilimali watu kwenye hii elimu ya dini, kadhalika uwekezaji wa miundombinu yake. Watu wangapi katika waislamu wamewaandaa vijana wao na watoto wao kwa ajili ya kusoma hii dini ya Allah, ili waje kuisimamia na kuitetea? Watu wangapi katika waislamu wanashiriki katika ujenzi wa miundombinu ya kuwezesha elimu ya dini isomwe kwa urahisi na kwa ufanisi, kama kujenga vituo vya elimu, madaris, kujenga misikiti mikubwa na kuiwekea miundombinu ya kuwalea watu kwenye elimu katika misikiti hiyo. Watu wangapi wanashiriki kwenye khairi hizi? Kila mmoja ni shahidi wa nafsi yake. Hili jambo ni msiba mkubwa kwetu. Watu wengi katika Uislamu tumeruzukiwa watoto wa kike na wa kiume. Kila mmoja ajiulize, ana mtoto gani wa kwake? Usiniambie watoto wa kuwaokota mtaani waliokosa walezi. Kaangalia msikitini pale, kuna kijana na shangaa hana mwelekeo, na pengine alifeli skuli huko, hana akili. Nakwambia mtoto wako au mdogo wako au ndugu yako wa damu ambaye una uchungu naye, mwenye akili safi, maarifa anayo, wangapi wana watu kama hawa kwenye familia zao waliowaandaa kusoma dini? Sisemi uwasomeshe watoto wote waje kuwa wasimamizi na mashekhi wa dini. Kama utaliweza hilo ni kheri. Nazungumzia hata mmoja ambaye umemwandaa kwa ajili hiyo. Nyinyi ni mashahidi wa nafsi zenu. Lau mnamuogopa Allah na mkaacha uongo wa kuziongopea nafsi zenu, hamjawaandaa watoto hao. Na Allah amewapa watoto wengi, Allah amewapa akili na uwezo wa kumsimamia uko nao, lakini hilo jambo hamlitaki wala hamjawaelekeza watoto wenu huko. Na kama mnawapeleka katika mafunzo ya kidini, ni ile geresha ya utoto tu, wakajue alifu be, wakifika darasa la 4, darasa la 7, form 1, form 2, hatuwaoni tena. Hakuna mpango wa kuwaandaa watu wetu kwenye familia zetu kwa ajili ya kushika majukumu ya dini. Hatuna mpango huo. Na watu wengine mughafalun wanaichezea dini pia, kwa kuwa kwenye dunia hawafanyi hivyo. Pana watu walijaribu kuandaa baadhi ya vijana wao, wakaanza kuwasomesha dini huku na kule, lakini haikuwa riziki. Wale vijana wamekengeuka, hawakufuata ule utaratibu, na mzee kafanya juhudi. Allah atamlipa mzee huyu juhudi yake. Toka alipofeli kwa kijana mmoja au vijana wawili, akaamua kususa kwamba sasa basi sisomeshi tena dini. Ukimwambia kwa nini? Fulani nilimsomesha, kiko wapi? Fulani nilimsomesha, kiko wapi? Lakini ukitaka kujua huyu ni mughaffal, hajakata tamaa kwa hao anaowasomesha dunia, na anao waliofeli hiyo dunia, wamekengeuka, wako mtaani, hawamsaidii chochote, pengine bado wanamtegemea yeye. Lakini kuna waliofika form 6, kuna waliomaliza vyuo vikuu, hawamsaidii chochote wala hawajaweza kujisaidia wao, lakini hajasusa kusomesha sekula. Bado wadogo zao anawapeleka skuli, tena anaongeza bidii. Kama hawa wakubwa aliwasomesha huko zamani shule loko hivi, hizi senti kayumba hizi, sasa anampeleka international English medium. Hawa wadogo wanakwenda shule za viwango. Hajakata tamaa, na anajiambia nilifeli kwa wale wakubwa, wacha nipambane na hawa waliobaki. Shukran, juhudi kubwa hiyo. Dini je?
Mbona toka ulipompoteza mmoja umesusa kabisa? Ndio utajua shaitani anapotuchezea tumeghafilika. Kwa hivyo Tuni hana kijana wake yoyote mwenye kusoma dini kwa ajili ya kuja kuupambania Uislamu.